Mtazamaji, kwenye masuala ya afya ni kwamba wakazi wa Sokoke, eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, wanahofia kupatwa na maradhi ya kipindupindu kutokana na uhaba wa maji safi ya kunywa. Wakazi hao wanategemea maji kutoka kwa mabwawa madogo ambayo pia wanyama wa mwituni na hata mifugo hutumia. Sasa wanataka serikali ya kaunti ya Kilifi na serikali kuu kusuluhisha tatizo hilo. Frida Okachi na taarifa hiyo. Katika kijiji cha Bungale, bwawa hili lenye maji chafu hutegemewa na wakazi ambao hulazimika kulilinda kwa zamu kutokana na ndovu ambao huchafua, huku wakihofia usalama wao. Wanalalamikia kuwa barabara mbovu imesababisha juhudi za mashirika yasiyo ya kiserikali kuwanasua kutokana na tatizo hilo na tetesi zao kuambulia patupu. Kuna ndovu walikuja wakaoga ndani. Kuna mifugo hapo nyuma walikuja wakaoga ndani, lakini kwa sababu sisi hatupati maji, hatuna venye tunaweza saidika na hii mambo ya ukosefu wa maji, inabidi tunakunywa hivyo hivyo. Hiyo maji hata uchotewe kwa kikombe na munai, utadhani si maji, ni chai ya maziwa. Wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti ya Kilifi kusuluhisha tatizo hilo, kwani tayari visa vya ugonjwa wa kipindupindu vimeanza kuripotiwa katika zahanati za eneo hilo. Watoto wanaharisha kwa sababu ya hii maji. Sasa tumekuwa kama wanyama wa msituni. Mtuletee maji. Hata wanafunzi hapa mara kwa mara wanapelekwa hospitali kwa sababu haya maji ambayo wanakunywa si maji safi, na ni asubuhi waje wachote hapa. Wakati wa kiangazi, bwawa hilo linapokauka, wakazi hao hulazimika kusafiri kwa mwendo mrefu ili kupata maji katika bwawa lingine. Wakifika huko wanatumia mchana, yameisha, inabidi tena wanachoma na jua wanakuja hapa. Kwa hivyo tunaomba kama serikali itasikia kilio chetu na kama wanakijiji muwasaidie kupanua hii benesi. Kwa mjibu wa mwakilishi wadi ya Sokoke, Thaura Mweni, eneo la Ndigiria ni mojawapo ya maeneo ambayo hajawahi kupata maji safi ya kunywa. Hata hivyo, amedokeza kuwa awamu ya kwanza ya kusafisha maji safi katika maeneo hayo imeanza, huku akirai serikali ya kaunti hiyo kutenga fedha zaidi ili wakazi hao wapate maji safi. Ni pipeline ndefu ambayo kuna muda nilipitisha department ya maji, na kwa survey yao wakaona kwamba ni pipeline ambayo itahitaji kama kima cha milioni 300, na tumeanza. Hali sawia na hiyo inawakumba wakazi wa Forothoya na Misenzini baada ya tanki la maji safi walilokuwa wakitegemea kupasuka na kubaki wazi, hivyo wanalazimika kutumia maji chafu. Frida Okachi, NTV.